Hehe. Kila moyo unapodunda, unadunda kwenye viwanja. Nikukumbushe tu, weka pause, kunywa maji, alafu kumbuka, hii haina kipengele, labda uje nacho wewe bosi. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Ukimaliza hapo sasa, kumbatia kodi ya Frequency. Ukumbukwe, ni channel namba 1 kwa ubora wa habari za michezo, kujua tetesi za usajili, mahojiano mbalimbali ya wachezaji. Bwana, umekisikia amechokisema kocha mkuu wa klabu ya soka ya National Ahli. Kile kushangaza sana. Of course, walio wengi wameikatia tamaa Young Africans, lakini kocha mkuu wa klabu ya National Ahli yeye ana mengi sana ambayo watu wanapaswa kuyazingatia. Kwanza, anazungumza ugumu wa kucheza na Young Africans. Pili, anaeleza matarajio yake na hesabu zake katika kundi hili yapo vipi, kwa sababu kija kuangalia AS FAR Rabat ni kwamba ni klabu ambayo pia ni wapinzani wakubwa, lakini JS Kabylie nao pia, ila Young Africans ina ugumu kweli kweli kati ya hizo klabu ambazo amezitaja. Mwanzo anaeleza kwamba kuna ugumu kwa sababu zifuatazo. Young Africans ni moja kati ya klabu ambazo zimekuwa kwa kasi, hasa katika misimu mitatu mfululizo, zikiwa na uwezo mkubwa sana wa kucheza, zikiwa na uwezo mkubwa sana wa kimaendeleo. Yes, of course, kila mmoja anafahamu kile ambacho Young Africans wapo nacho, kila mmoja anafahamu uwezo ambao Young Africans ipo nao. Wanacheza kwenye kiwango bora zaidi, wanajaribu kucheza kwenye njia zake, wanajaribu kucheza kwenye mapito ambayo Young Africans ipo. Huu ni ubora mkubwa sana ambao Young Africans wapo nao, na ni moja kati ya kitu ambacho nadhani kinawabeba. Sasa mashaka ya watu yapo kwenye aina ya wachezaji ambao wapo nao. Of course, kocha mkuu wa klabu ya National Ahli anaifahamu Young Africans ikiwa na wachezaji wengi sana wakati huo, akiwepo Stefan Aziz Ki, akiwepo Khalid Aucho, akiwepo kocha mwenyewe ambaye alikuwa ni Miguel Gamondi. Sasa kwa msimu huu kidogo imekuwa tofauti Young Africans na watu wengine au na klabu zingine, kwa maana ya mabadiliko ambayo imewafanya. Lakini kocha huyu amefanya analysis na upembuzi akinifu kuhakikisha anaifahamu aina ya timu ambayo anaenda kucheza nayo. Huo ndo ubora ambao mimi mwenyewe nimemvuria kofia na kuamini kwamba anachokifanya is the best thing. So naamini kwamba kwa mambo ambayo ameyazungumza kocha huyu, anamaanisha kuna jambo la ziada ambalo analifahamu kuhusiana na Young Africans. Na Mohamed Doumbia ni moja kati ya wachezaji ambao amewataja, amewarudia mara kadhaa katika explanation yake au maelekezo yake, akiwa anamaanisha nini? Kwamba Young Africans ina aina ya wachezaji ambao wapo intellectual yani kwa maana kwamba wameelimika na ni X factor, wana uwezo wa kujipambanua kwenye matendo yao wakiwa ndani ya uwanja. Sasa sisi tulimuuliza kwamba kundi hilo ni kundi ambalo watu wengi wanasema ni kundi la kifo na ni kundi ambalo lina maelekezo kibao. Je, kwa namna ambavyo unaliona, unadhani Young Africans ana nafasi ya kutoboa au nafasi ya kwenda katika hatua zinazofuata, au unadhani Young Africans anaweza akatoka hata top 2, au unamwona wapi Young Africans? Lakini pia matarajio yako wewe. Lakini swali la pili ni kwamba kundi kama kundi lilivyokaa, unadhani ni haki ya CAF kufanya hivyo? Na ni timu gani ambao kwako ni tishio zaidi katika timu ambazo umepangwa nazo? Basi Marcel Koller, yeye ni kocha mzuri ambaye amewahi kuwa na mataji kadhaa akiwa na klabu ya Al Ahly. Ukizingatia pia msimu huu amefanya usajili mzuri, Abraham Dabat, bonge moja la striker, bilioni 2.6 ndizo zimefanikisha dili lake kumtoa kule Ivory Coast. Sasa moja kati ya vitu ambavyo amevijibu kocha, kwanza ameonesha nidhamu ya hali ya juu, kwamba ameogopa kusikia ni kundi la kifo. Of course, unajua lile kundi wanaojua mpira lazima atakwambia ni kundi la kifo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya yoyote ana nafasi ya kupita, yoyote ana nafasi ya kutolewa. Yani hiyo ipo wazi. Yoyote, elewa yoyote. Sio National Ahli, sio Young Africans, sio AS FAR Rabat na sio JS Kabylie. Yani hao wote, yeyote ana nafasi ya kwenda na yoyote ana nafasi
ya kutolewa. This is a real and not pretending. Yani sio kuigiza bali ni uhalisia. Kwa sababu ukija kuangalia Al Ahly msimu huu ana maandalizi makubwa, lakini pia kwenye michuano ya kimataifa ndio focus yake kubwa zaidi. Ndio maana anafanya sajili ambazo ni za maana na zinamlipa. Kwa hiyo ukisema ni kundi la kifo is true, na ukisema kwamba anaweza kupita ni true kwa sababu ya maandalizi yake. Young Africans focus tangu 2022 focus yao kubwa zaidi ni michuano ya kimataifa. Ndio maana msimu hiyo wamekuwa wakifanya vizuri, walicheza finali ya shirikisho, wakacheza robo finali, wakaishia makundi. This time around wako makundi. Umeona? Hii inakupa taswira kwamba wameshaipata kodi ya kimataifa. Kwa hiyo kiufupi niseme tu Young Africans ipo kwenye top level nzuri ya kuhakikisha kuwa wanafanya vizuri kwenye maendeleo yao. Wanafanya jambo zuri katika mafanikio yao. Ndicho ambacho wanakitafuta na kitapatikana. So niseme tu kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinawasaidia au vitawasaidia Young Africans katika msimu huu ni kuweza kusimama katika focus nzuri na maendeleo mazuri au success nzuri. Kwa hiyo wamefanya na wao mabadiliko. Unajua kuna watu wengi hawaelewi ubora wa Mohamed Doumbia. Kile ni kiungo ambacho kama angekuwa yupo kwenye klabu anacheza, kwa sababu alikuwa na msimu mmoja hachezi. Kama Mohamed Doumbia angekuwa yuko kwenye klabu sio free agent, thamani yake ilikuwa ni kuanzia B. Na huu ni mtazamo wa wachambuzi wengi. Wanasema kwamba Mohamed Doumbia yani angekuwa anacheza klabu yoyote ile, afu Yanga akaenda kugonga mlango, wangetoboka B. Kwa sababu Doumbia tunamuona ni wa kawaida kwa sababu alipatikana easy and alikutwa akiwa free. Then amekuja kwenye team, watu alikuwepo mtu kama Stefan Aziz Ki, lakini Azizi mwenyewe ukimuuliza kuhusiana na Mohamed Doumbia lazima apite hivi. Doumbia ana pasi fulani hivi ambazo kama haupo makini unaweza usitoboe. Yani unaweza ukajipinda ili upate ule mpira, lakini usiweze kuupata. Mohamed Doumbia ni moja kati ya wachezaji ambao kodi zao ni nzuri na ana macho sana ya mpira. Hicho ni kitu ambacho kinampa ubora na umakini zaidi wa kufanya kazi. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniambia moja kati ya viungo bora kuwahi kutokea au kuingia katika sajili hizi ni Mohamed Doumbia. Kwa hiyo mashaka ya kocha mkuu wa Al Ahly yapo kwa Young Africans kuweza kuzipata pointi zote mbili, kwa sababu Young Africans anaweza akaja na hesabu za kushinda uwanja wa nyumbani. FAR Rabat anaweza akaja na hesabu za kushinda uwanja wa nyumbani, lakini pia JS Kabylie is the same. So anatafuta kodi wapi atichukulie. Of course kwa vilabu vingi vya Tanzania kwa sasa kuchukua matokeo nyumbani ni kazi. Hiyo ndo wasiwasi yake kocha mkuu bwana Marcel Colnan. Hichi ndicho ambacho kinampa mashaka zaidi. Je, ataweza au itakuwaje? Mimi nakwambia kuna namna ambayo watu wanatakiwa kufanya. Kuna namna ambayo watu wanatakiwa kufanya na kuna namna ambayo watu wanatakiwa wajipinde, wajikaze kuweza kutengeneza fantastic thing, yani kitu bora zaidi. Na ikiwezekana kufanya hivyo, I swear to my God kwamba Young Africans anaweza kupita. Lakini Yanga anaweza akashinda mechi zake zote za nyumbani. National Ahly akachukua 3, akachukua 3 za FAR Rabat, akachukua 3 za JS Kabylie, zikawa 9. Then akaenda kutafuta sare kwa JS Kabylie, akatafuta sare kwa FAR Rabat, hapo kuna 11, alafu akatulia akachapika kwa Ahly akamaliza mchezo. Sasa kocha yeye anasema kwamba hapo kuna ugumu kwa aina ya timu na aina ya malengo. Ana wasiwasi kubwa sana hasa kwa Yanga.